Asante. Dakika 20 baada ya saa moja, msikilizaji, saa zetu za Afrika Mashariki. Ninakuenzi sana msikilizaji kwa kuendelea kutegea idhaa hii ya 101.3 Emuria FM, kituo kinachokuwa kwa kazi zaidi katika eneo hili la magharibi na kinapendwa na wengi. Nikitarajia kwamba uko kanda ya redio unafuatilia kipindi sasa hivi email ndani ya Emuria kiwa na mchungaji Patrick Okumu hapa. Tushamalizana na mchungaji Pastor Benjamin Baraza, ameelekea kanisani, lakini pia anatuarifu kwamba anatufuatilia pole tu kuona kwamba anafuatilia vipindi hivi, na pia nilikuahidi kwamba tutakuwa na Mama Maria. Mama Maria ameshaingia hapa studio. Msikilizaji, ukiwa unaweza kutufuatilia kwenye mtandao wetu wa Facebook Emuria FM 101.3 sauti ya boda, utampata Mama Maria. Hapa tunamumulika live kwenye Facebook zetu Emuria FM, na vile vile kwenye simu zetu ama kwenye radio zetu unatupata pale kwa 101.3. Hapo baadaye nitakupa nafasi pia ya kupongeza kipindi, kuuliza swali ama kujua mahali anapatikana kwa mengi tena zaidi. Lakini nina furaha sana manake Emuria FM imekuwa kituo cha kwanza kuangazia swala hili ama ujumbe huu wa Mama Maria kutoka kule Nangoma Matayos, na bila shaka vituo vingi vimeangazia taarifa zake na pia zimegonga vichwa vya habari. Watu wameshangaa, wengine wanaulizana, wengine wanashangaa inakuaje Western tunakuwa na mambo mara Yesu wa Tongaren mara nani. Lakini mambo ya Mungu wakati mwingine hatuwezi kuweka ubishi, tunaruhusu Mungu mwenyewe atuelezee ama atupatie ufunuo, tujue kwamba ni yapi yanaendelea na yapi yanatokea. Msikilizaji, usikae mbali, ninakuja kwa muda mfupi tu nimkaribishe Maria. Lakini pia ametembea na mzee John ambaye pia atatuweka sawa majina yake, lakini kwa sasa anaitwa Yusufu. Atatuweka sawa pia kuhusiana na story yake, kuhusiana na vile aliweza kupokea jina lile. Anasema director Stano wa Nalondo, niko ndani Karani. Isaac anasema mumeanza sasa. Anasema anafuatilia kipindi. Frederick Ojuli anasema good morning, listening live from Busia County, wilaya Teso South, Kamosing Village, niko ndani kabisa. Kuna Malidian Forena anasema anafuatilia kipindi tokea hapa mjini Malindi, lakini nawakilisha mtaa wa Kiriko. Huyu hakika ni mama wa Yesu. Anasema hakika ni mama wa Yesu ama namna gani, atatuweka sawa. Asante. Mwanzo kabisa nataka nikaribisha wageni hapa studio. Wageni wamefika hapa studio. Tuanze na mama. Karibu sana mama, ujitambulishe, unatoka wapi na kwa ufupi tu, alafu pia mzee ajitambulishe, alafu ndio tuanze mazungumzo. Karibu sana. Nitangulia kuomba. Okay, karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu aliyo mbinguni, jina lako litukuzwe, na ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama sisi tunaosamea waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Amina. Baba yetu aliyo mbinguni, jina lako litukuzwe, na ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama sisi tunaosamea waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Amina. Baba yetu aliyo mbinguni, jina lako litukuzwe, na ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama sisi tunaosamea waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa niaba ya siku ya leo, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote milele. Amina. Baba, nainua mikono zangu kwa niaba ya siku ya leo. Uliumba mwanadamu kwa mfano wako akaweze kukuabudu. Ninakuomba ufahamu, ninaomba neema, ninaomba akili, ninaomba migiza yako, ninaomba uponyaji. Ulisema Baba, nikuite utaitika. Uliumba mwanadamu kwa mfano wako na ukasema ulikufa msalabani kwa niaba ya wanadamu. Ninawakabidhi wote mkononi mwako, nikiomba kwa ajili ya ulimwengu wote, wanadamu wakaweze kukutambua. Na ikabidhi yote mkononi mwako, nikiomba kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa majina naitwa Mama Maria kutoka Nangoma. Kristo alianza kuongea na mimi 2013 tarehe 20. Ilikuwa saa 6 ya usiku. Mwangaza ikaangazia kwa nyumba yote ikawa na light. Na sauti ikatoka katikati na ikaita, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria. Nami nikamuuliza, sijui Mama Maria. Ukaniambia ni wewe. Ni kitu ambayo ilikuwa imejificha. Wakati umeadia ukaweze kujitambuliza. Kaniambia hauna baba, ulizaliwa na Roho Mtakatifu. Nikastuka, nikaona anaita bwana yangu Joseph. Naye akamjibu, mimi sio Joseph. Akamwambia, ni wewe, ulipata bahati lakini haukuitumia. Ulidanganya Maria, mkakula harusi na ulikuwa umeficha bibi. Niliona mwenzangu akianguka. Anapoitika aliitikia. Na Kristo akamwambia, ulitenda dhambi. Msiende kanisani mkapokea. Nilikuwa na pete, aliichukua kaenda nayo mpaka saa hii. Haikurudi. Harusi. Haikurudi. Nyinyi mlikuwa Wakatoliki? Mimi ni Wakatoliki. Familia yetu ni Wakatoliki. Na mimi ni Mkatoliki. Okay. Asante, tumemsikia kwa Mama Maria. Tujitambulishe tu alafu tuanze mazungumzo. Hamjambo wasikilizaji, mimi naitwa John Joseph Wegulo, msaliwa wa Matayos na Ngoma sublocation. Okay. Mimi mwenyewe ni Mkatoliki vile umeambiwa, na tumekaa na huyu bibi yangu kuanzia 1993 mpaka wa leo. Kwa hivyo tuko na familia. Okay. Lakini tulipata, mama alikuja akapata hii kipaji tarehe 20 mwezi wa 5 2013. Na hapo maneno ikabadilika. Okay. Wale waliokuwa marafiki zetu, waliokuwa wanajamii, familia, maneno ikawa magumu. Hapo utaeleza baadaye. Sasa turudi kwa mama. Mama, tuelezee sasa, ulikuwa Mkatoliki pale kanisani Katoliki, mlikuwa mnafanya huduma aina gani? Na ikafika tu baada ya wewe kutembelewa na Roho Mtakatifu na huduma ukachange. Karibu. Nilikuwa tu Mkristo. Kwa tunaenda kanisa kuomba kawaida. But nilikuwa napenda kusema mwana wa Mungu. Watu wengi wakawa wananiita hiyo jina. Okay. Na sikujua ni nini iko ndani mwangu. Sasa Mungu alipoanza akanituma kutumikia watu wote. Okay. Mimi sina ubaguzi, hata Waislamu niko na. Kila kanisa inakusanyika mahali pale. Sasa hii spirit ama hii uwepo upako ulipoanza, ni nini ilitokea ikawa kazi inabadilika kando na vile ulikuwa ukihudumu kama Mkristo tu wa kawaida? Alinibadilisha. Kwanza nilikuwa na sauti nyingine kubwa. Nilipokuwa naongea
unapasuka masikio ukiwa karibu na mimi. Watu wakiwa wanaogopa na kutumia hekapu, mpaka vile Father aliniambia niombe hekima vile tunaongea na Mungu, na hiyo kitu ikaanza kupunguka. Yaani ulienda ukaelezea Father kwamba kuna mambo yanafanyika kwako. Ikaanza kupunguka. Hapo nilikuwa nalala kwa mlima. Hiyo mlima nimelala miezi miwili. Nikikunywa maji ndio ilikuwa chakula. Pale mwezi ilikuwa inashuka chini. Inanionyesha kila kitu. Ikifika asubuhi ananiambia, enda ambia wanadamu Yesu wa Nazareti anapita. Sasa nikisema hivyo, wengi wanasema mimi ni mwendazimu, wengine wanasema ni majini, wengine wanasema Bwana ndiye alinua majini akamuingiza. Nikahangaika tu hivyo, watu wataki kusonga karibu na mimi. Nikienda kanisa wananiangalia kama takataka. Nikaanza pia mimi nilikuwa najililia. Nikilia nasikia sauti inatoka juu ikaniambia, vumilia, hata Yesu aliteseka tu hivyo. Itafika mahali watatambua we ni nani. Niliendelea hivyo mpaka mahali ilifika, akanituma kanisani. Nikaenda nikaona padri mwenye alikuwa, nikamueleza. Akaniambia piga magoti mbele ya altari. Akaomba na pia mimi naomba. Akasimama akaniita, kumbe hii kitu Gabriel bado anapeana baraka. Nitakuja kwa boma nikuombee. Akanipa siku. Niliporudi nyumbani, siku ilipofika hakukuja. Kumbe ameambiwa ni majini. Hakufuatilia yale aliona. Bati Kristo hakuchoka, alinituma tena. Nilipo tena kwenda alinifukuza kama sijamfikia. Niliporudi nyumbani kumbe Mungu amekasirika. Kuna kona kwa nyumba yangu, mkona light. Mvua ilinyesha tu hapo. Na wanasema ninalia, hata Wakatoliki mmeshindwa kunitambua. Kama ningeshuka nikitembea, ni nani angenikaribisha bila kutumia mwanadamu? Aliniambia niingie ndani ya nyumba. Nilipoingia mvua ilianza kunyesha kila mahali. Na huko area kuna area inaitwa Ganjala. Hiyo sauti ilienda huko. Akakuja na bibi, na huyu ni bibi ya pili kwa bwana yake. Alipokuja naye alimweka ndani ya hiyo nyumba na akampa jina Mama Magdalena. Nini ilikuja na bibi? Hiyo sauti alikuja naye kwa mvua na akamweka hapo ndani. Na akaniambia, Maria, uko na uwezo, mwambie anyamaze. Nataka kuwe ushuhuda kwa watu wengine. Nilipoomba huyo mama alitulia. Nikaenda nikaleta nguo ya mtoto wangu, akabadilisha nguo yake, tukalala naye hapo. Mama alikuwa mgonjwa? Hapana, yule Mungu alileta kuwa ushuhuda, watu waweze kumtambua. Okay. Sasa ilipofika saa 6 ya usiku, alituita. Pale kuna mahali wamejenga msalaba, hapo ndio tulisimama. Na akamwambia, Magdalena, niombee baba yetu wa mbinguni mara 3. Aliomba. Alipomaliza alimuuliza, nini unasikia watu wanaongea juu ya hii boma? Akamwambia, watu wanasema hii ni majini. Wengine wanasema Mungu anamuuliza sasa. Wengine wanasema bwana yake ndiye alinua majini akamuingiza. Wengine wanasema ni misambwa. Na Mungu akamjibu, mimi ni Mungu niliyoumba mbingu na dunia. Huyu ni mtoto wangu, ni kitu ilikuwa imejificha. Wakati umeadia aweze kujitambulisha. Hana baba. Alipomaliza alituambia turudie hiyo sala tena na huyo mama mara 3. Tuliporudia aliniambia niambie Magdalena anyamaze. Mimi nibishe kwa hiyo bingu. Hiyo bingu mnaoona niliitisha mara 5 na ikafunguka hivi. Ilipofunguka hivi aliniambia niinue hii mkono. Nilipoinua hivi sauti ikatoka mahali ilikuwa wazi. Kaniambia, ni wewe mwanangu, ninakupa haya mamlaka katikati ya ulimwengu wote. Chochote unachoitisa katikati ya wanadamu yatendeka. Alipomaliza alisema niinue hii. Hiyo akaniambia, nimekupa walaana. Chochote unacholaani katika ulimwengu hata mbinguni kimelaniwa. Na hii tena akaniita haraka, Maria, 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 usilaani, kwa maana pia wewe hautalaniwa. Alipomaliza tena alituambia turudie kuomba hiyo sala mara 3. Tukaomba. Akasema muende mlale. Tukaingia kwa nyumba, tukalala. Sasa asubuhi kutoka nje nisikia mtu akiita, Maria, Maria. Nikatafuta sioni, nikizunguka nyumba sioni, lakini nasikia sauti. Sasa nilipoenda kuangalia vizuri, ni jua likaanza kuniongelesha. Siku za kwanza pia mimi nilikuwa naogopa kama mwanadamu. Nikitaka kukimbia ananiambia, vumilia, hii bahati ni yako. Hata Yesu aliteseka hivyo ndiye akafika mahali akasimama. Kufika jioni mwezi pia ikaanza na nyota na rainbow na mvua. Ndaongea tu, siku hizi nimevumilia, nitaenda wapi? Na sasa Mama Maria,
jina Mama Maria, sasa alikwambia, Mungu akakwambia wewe ndio mama wa Yesu ama ni mama tu Maria? Amenipatia tu jina Mama Maria. Hiyo ya mama Yesu sijui. Ni mambo ya watu. Okay. Sasa watu wanaamini tu kwa sababu Mama Maria alikuwa mama wa Yesu. Ndio sababu tumechukulia hivyo. Lakini wewe alikwambia tu wewe ni Mama Maria. Mama Maria. Okay. Na akaniambia watu wote wanaokuja ni watoto wako. Karibisha kila mtu, hata kuwe mwendazimu. Nimekuja kuishi hapa, ninataka wanadamu wanitambue. Okay. Na haya mambo yanafanyika ukiwa na familia yako na mzee wako na watoto ama kwanza familia ilichukulia? Watu walinitenga wote. Tukabaki tu na mzee wangu na watoto na mama mkwe. Hiyo boma watu hawakuwa wanaingia. Wanasema ni majini. Tulibaki tu hivyo. Hata nikienda kanisa watu wananikemea. Ilifika mahali nikaanza kulia, nikasema heri nibaki nyumbani. Nahangaika. Usiende kanisa. Mzee akaniambia, ukiogopa sasa ndio watajua ni majini. Wewe enda tu, yale wanakufanya Mungu mwenyewe anajua. Sasa walikuwa wananikemea tu hivyo. Siku nyingine nimeenda wa Krismasi wanahubiri juu yangu. Hasira ikanishika. Kuna mahali wamepanda pale ofeni, nilipofika hapo nikitoka kanisani, nilijipata tu nimeanza kulia. Hiyo jua ilipingirika mara 2 na ikatoka pande 2. Na akaniita akaniambia, Maria, vumilia. Kuna siku watatambua wewe ni nani duniani. But sasa hasira ile haikuniruhusu kuvumilia, niliendelea kulia. Watumishi wangu wakajaribu kuimba mpaka mahali niliona hasira ikatulia. Okay. Tukaendelea kuomba. Yaani uko na wafuasi? Ni wengi. Hata vile nilikuwa natembea tu hiyo walikuwa wananifuata. Sasa tupatie taswira kamili wakati wewe ndio unatambua kwamba kuna mgonjwa mahali fulani unaenda kumwombea ama wengine wanaletwa? Watu wanaletwa siku za kwanza. Mungu ndiye alikuwa ananituma. Anaweza nituma hata Butula, hata Uganda alinituma Masafu, na akinituma kuna mtu amepanga pale mgonjwa. Ukifika atakuonyesha huyu ndio nimekutuma kwake. Ukimuuliza uko na shida fulani, atakujibu ndio nakubali Mungu akuponye. Akikubali nachukua hiyo magonjwa. Kwa maana aliniambia nikitoa kwa mtu magonjwa niregeze kwa udongo. Na napona. Na watu walikuwa wanapona? Wanapona tu hadi leo. Saizi kule Mathayo watu wanasemaje? Sasa najua nabii mahali umezaliwa hakuna heshima. Na hiyo Mungu aliniambia hata kwao walimkata. Hiyo najua. Najua kila mtu anaongea jinsi anavyohitaji. Na mimi niliwaambia kama mnajua mimi ni pepo ama niko na majini, kujeni pale muombe. Ile sauti itashuka. Kama ni pepo muikemee. Kama mnaona ni Mungu muabudu. Lakini hakuna mwenye anataka kuja, lakini wanazidi kuongea mambo mabaya na wanapata laana. Kwa maana ni Mungu. Okay. Nataka tumkaribishe Joseph wakati mama anapumzika kidogo dakika 2. Joseph, tupate taswira kamili. Hii maneno vile ilianza, nyinyi mlikuwa Katoliki. Kule kanisani kulikuwa vipi na nyumbani kumekuwa vipi? Karibu sana. Na usonge karibu na kipaza sauti, naomba tu usonge karibu hivyo. Asante sana mchungaji. Naam. Ilikuwa magumu sana mwanzoni. Watu wenye walikuwa na marafiki wetu na hata watu wa ukoo walikuja wakatukataa, hata nyumbani hawakuji. Mtu hangeweza kusongea. Mtu akiona hata siku nyingine mama akaenda kununua mkate, mtu wa duka akamkataa kuchukua pesa yake. Ya sasa maneno ilikuwa magumu sana. Na tunashukuru Mungu alitupigania. Vile mama amesema hasa sana kanisa Katoliki wamesimama nasi. Wamesimama nasi ingawaje Wakristo walikuwa wanavuvia, wanataka kutuona, wengine wanatukemea, lakini Father wakati ule wa kwanza alienda, mwenye alikuja akasimama nasi. Amesimama nasi for 11 good years. Huyo ni Father Langiri. Amesimama nasi sana kuanzia Mundika akapelekwa Luanya. Yaani kazi mlianzia Mundika? Tukiwa hiyo ndio ilikuwa parish. Ilikuwa parish ya Mundika. Mundika. Kabla ya Luanya. Kabla ya Luanya. Hiyo ni 2013. Sasa akasimama na sisi sana na akawa anaambia Wakristo Bagaunaga vile inafanya, vile inafanyika na vile inatakikana ikue. Hata alikuwa anatusimamisha kwa kanisa mbele ya altari,
anawaambia huyu ni Maria na mimi ni Joseph. Na anawaelezea kibagaunaga na vile huyu inakuwa. Na akasema yeye ajui chenye Mungu amempangia. Kwa sababu hii ilikuwa yake ya pili ya kusimamisha. Ya kwanza alianza na Sister Stella. Ule wa Buloma. Nafikiri watu wengi wanamjua na mfahamu. Ya yeye ndiye alisimamisha yeye akiwa na angina. Sasa tena kutoka tuko kufika hapa Mundika akapata hii. Na akasema kama ni ya Mungu, mimi sina uwezo kwa Mungu. Mimi pia ni mtumishi tu wa Mungu. Na kusimamisha mama afanye kazi ya Mungu ni njia moja ya kuleta uhusiano na Mungu. Na kuleta uhusiano na Mungu ni pia anatuletea Wakristo kwa kanisa. Kwa sababu kanisa inataka iwe na imani. Na imani ndio hii Mungu ametuletea. Sasa wewe mwenyewe tu nikurudishe nyuma kidogo. Wewe wakati haya mambo yalianza, wewe ulikuwa unakaa wapi? Ama ulikuwa unafanya kazi gani? Na ilikuwaje? Asante sana. Wakati hii ilianza pia mimi nilikuwa nimekuja tu likizo. Nilikuja likizo katikati ya December 2012. Kuona vile watoto wanafanya na vile wanaendelea ili niwapeleke shule. 2013 wengine walikuwa wamefanya exam ya KCP. So nilikuwa nikuwe na watu wa kuingia form 1. So najua vile form 1 inachukuanga muda, ilikuwa inachukua muda na nini na kutayarisha. So nikawa nyumbani. Sasa vile ilivyoanza nilikuwa nyumbani. Na nashukuru Mungu nilikuwa nyumbani. Kama ningekuwa nje saa hizi hatungekuwa pamoja. Kwa sababu hata mimi ni binadamu, ningeogopa. Lakini hii kitu ilinipata nikiwa nyumbani na nikashuhudia na nikaona na macho yangu na kila kitu yenye ilikuwa inafanyika nilikuwa naitwa kuja uone, kuja ukae hapa uone. Sasa ikawa namna hiyo. Sasa nashukuru Mungu sana. Kutoka siku hiyo sijawahi toka. Ukabaki nyumbani. Nikabaki nyumbani. Kuna wakati mama alisema kuna wakati wewe pia ulikuwa kwa mkali sana, hautaki kutajwa kwamba uko na majini na vile vile sasa unaona hiyo aibu, hutaki mama aendelee na kuhudumu. Sasa hii ilikuja katokezea kwa sababu nilikuwa na marafiki. Na marafiki saa zingine mnaingia nao kwa kibiashara. Sasa nikaona watu wanaanza kunitoroka na wanatoroka na pesa zangu. Kwa sababu hiyo nikasema hii sasa ninaleta mimi nikose pesa watoto wangu watasoma namna gani itakuwaje. Lakini kwa hayo yote nashukuru Mungu. Amesimama nasi na nilienda nikaongea na Father. Father was very friendly. Nilikaa naye nikamwelezea hiyo maneno yote, akaniambia wewe amini Mungu, ile yenye imepotea itarudi. Na Mungu ako na njia yake. Inaweza kuwa imeenda kwa sababu ya njia zake. Labda haikuja vizuri au nini, lakini sasa wewe jiweke kwa Mungu. Ile kidogo yenye labda umebakisha, watoto wako watasoma na watakula. Na nikashukuru. Sasa kanisa Katoliki juzi hivyo ikakataa kwamba Mama Maria uwezi kuhudumu nao tena. Ukapitia changamoto nyingi na waumini wa kanisa pale Luanya. Na ikakulazimu sasa uanze kuhudumu nyumbani. Huduma ulianza vipi sasa pale nyumbani? Vile tu Kristo alianza kuongea na mimi, nilikuwa naombea tu kwa nyumba, mahali tulikuwa tunaishi. But kila siku alikuwa ananena ya kwamba ambia watu ambao wanakuja hapo kuomba wanijangee chapeli. Siwezi ishi kwa nyumba ya mwanadamu. But sasa watu walikuwa nadani wanataka kunijengea. Hawakushughulika. But vile alianza tu nikaendelea tu, nilikuwa naenda kanisa lakini nikirudi naomba, naombea watu. Nikafika unaenda tu kanisani kama kawaida, lakini huduma ya maombezi ni hapa nyumbani. Nakuja kwa maana watu walikuwa wanajua wako na shida, wanakuja mimi naomba tu. Hivyo tu nikiendelea na wanapona. Watu walikuwa wanapona. Kwa maana si nguvu yangu. Mimi ni kusimama tu pale na kuomba na kuitisha Mungu na anafanya kazi yake. Sio yangu. Sasa niliendelea hivyo. Mahali ilifika Father Morris alipotoka, mwingine akakuja ndiye akasema hatafanya na mimi. But nilihuzunika ndani ya moyo wangu. But sikumjibu kwa maana mimi ni Mkatoliki. Hiyo kitu ilinisumbua. Nikarudi nyumbani, nikawa naomba nikiuliza Mungu. Ndio nikaendelea tu kuomba kwa maana aliniambia nijenge chapel yenye ninawezesha
vile watu walikuwa wamekataa kunisaidia. But hiyo chapel sio size yenye alitaka. Alikuwa anataka ifike kwa hiyo msalaba iruke fence. Kwa maana alisema ni kitu inaenda kusavu ulimwengu wote. Si kitu ya mtu mmoja. Hata nikiondoka itabaki ikifanya kazi. Sio yangu, ni ya Mungu. Mara mingi kazi ya kanisa ama kazi ya Mungu, karibu sana, unataka kusema kitu? Asante. Nikiongeza hapo input kidogo. Hiyo chapel kabla haijajengwa, wakati hata alikuwa anasunguka, watu walikuwa wanatufuata. Pia mimi nilikuanga nyuma yake kama bodyguard. So jana anazunguka tu. Alikuwa anazunguka akiambia watu, Yesu wa Nazareti ndio yeye anapita. Mimi nilikuwa nyuma yake na watu walikuwa wanafuata. Na watu hao walikuwa wanakuja kuombewa. Na walikuja wanaombewa. So wakati hiyo mwaka jana, ilikuwa mwaka jana mwezi wa 3, kama Father Morris anatolewa Luanya. Wakaleta Father mpya mgeni, na Father akasema sasa maneno ya maombi isifanyike nyumbani. Isifanyike nyumbani kwa sababu yeye bado anataka apate barua kutoka kwa bishop yenye namkubalia kufanyia hapo misa na maombi hiyo iwe inaendelea kama chapel. Yeah. Na sasa hii chapel kabla ijengwe, siku ya kwanza vile Father aliingia kwa hiyo boma, alikuja kabariki hiyo nyumba. Sasa wakati hiyo chapel ilikutaka kujengwa, Father alikuja akabariki hapo. Sasa tulikuanga na misa kila mara hapo. Father akikuja akiona vile watu wanahudumiwa. Na alikuwa karibu, hata alikuwa anatuletea vitu, analeta mafunzo, analeta kila kitu Father Morris. Sasa wakati huyo alikuja akasema hapo ifungwe. Ifungwe mpaka wakati bishop atapeana barua. Atapeana barua. Na sasa tukashindwa. Hii kazi sio ya mtu. Hii kazi ni ya Mungu. Na Mungu ndiye alianzisha mwenyewe. Ndio hata Father Morris alituambia hii kazi sio, kama ingekuwa yangu ningefunga. Kwa sababu sistahili kuwa na kanisa ingine. Lakini sasa hii ni chapel, ni mahali tupa maombi. Hata alikuwa anaambia Wakristo, kama umeteseka na uko na kitu na kushikilia, uko na shida fulani, wewe enda tu pale na utulie. Na uombe tu peke yako, kwa sababu Mungu naye alipeana pia masiku za kuomba pale. Tuko na siku za sala ya Tuesday, hiyo wanaomba. Tuko na siku ya kufunga kwa kujinyima, na hiyo Friday, hiyo najinyima. Tuko na tarehe 13 kuanzia jioni mpaka tarehe 16. Hiyo ni siku ya kufunga. Alafu tuko na tarehe 26 mpaka tarehe 28. Hiyo ni siku za kufunga. Tunafunga mara 2 kwa mwezi. Na tunafunga mara 1 kwa siku kwa wiki. So Father alikuwa ametuelekeza na ametuweka kwa hiyo kiwango ya kiroho. Sasa huyu kukuja na aseme sasa huko wanafunga, na kusema ukweli ilisumbua na watu wako wengi. Sasa sisi tukashindwa tufunge kwa sababu ya binadamu au tufunge kwa sababu sauti ya Mungu. Sasa hapo tukasema hapana, hatutafunga kwa sababu ya binadamu. Kwa sababu hii kazi kutoka Mundika mpaka Luanya, Father hata alikuwa anafanya mikutano anaitisha watu wanaenda, anasoma misa na anawajilia mama kuombea watu kwa kanisa. Alikuwa anafanya na nawaelekeza pia warudi waende nyumbani waombewe. Hata mwenyewe alikuwa saa zingine anawaweka kwa gari na anawaleta. Anasema Father mwenyewe anasema badala muende kwa waganga, badala muende kwa maneno ya dhambi ya siri, muende muombewe na Mkatoliki. So tulisumbukana wakati tuliambiwa hivyo. Tulisumbukana, na unajua kanisa ni familia, ni familia yako. Mkishashikana mnakuwa familia. Kama mimi nilikuwa kiongozi wa kanisa, sasa hiyo kitu ilinisumbua sana. Na tena jinsi Father alivyofanya haikuwa kwangu mzuri. Ilinigusa. Kwa sababu tulienda kwake akatuambia
mnafanyia pamoja na jumuiya? Tukasema ndio, kwa sababu mimi nilikuwa kiongozi wa jumuiya. Akasema sawa, kama mnafanyia pamoja na jumuiya. And that was his second week. Kama ameingia tu. Sasa akasema basi muende miza yangu nitakuja huko kwa Pendenja. Hiyo Nangoma. Nitakuja Nangoma Pendenja Friday. Na nataka niwakuta hapo na wasimamizi wa jumuiya hapo. Nataka niongee na nyinyi. Sasa sisi hatukujua kama hako na nia mbaya. Akakuwa tu na furaha, akatuambia sisi tutafanya pamoja. Sasa hiyo siku akwenda kukutana na yeye na watu wa jumuiya. Tukaona pia ameleta wasimamizi wa parish. Wa Sabo Parish. Pia tukawa nao hapa office. Na amekuja kama ameshafaa stall hapo tayari kwa kazi ya vile wanafahanga. Sasa vile tuliingia pale kwa office, sisi tujawahi kujieleza. Na kutupatia hiyo muda tujieleze au nini. Alikuja kama amejua kama vile alikuja Luanya. Hata vile alituita Luanya hatukujieleza. Sasa ikawa hivyo, akatuambia sasa mimi ninaonelea hapa itafungwa na mpaka nipate barua kutoka kwa kubwa wangu, au kama mko na barua kama father aliwapatia. Tukamwambia sisi father hajatupatia barua yoyote. Tulikuwa tunafanya kazi ya Mungu na tulikuwa Wakristo. Kwa sababu kwa hii kazi pia tutachangia kazi ya kanisa. Kwa sababu ukuaji wa kanisa kiroho na hata kujengwa. Kwa sababu tukipata watu tunawaambia kama tuko na harambe, pia wanapeleka. So sisi tulionelea tuko tu vizuri. Hatukujua ni lazima upate barua, kwa sababu sisi ni Wakristo tu. Hatuna shirika, hatuna chochote cha kusema lazima tuwe kitu fulani, tuwe na ukubwa fulani. Sisi tulijua tu sisi ni Wakristo kama Wakristo wengine. Hamtaki kuwa bishop ama hamtaki kuwa father. Yeye ni Wakristo tu. Sisi ni Wakristo tu mpaka saa hii. Mpaka dakika hii sisi ni Wakristo. Na ikalazimu mama akabadilisha kanisa. Sasa saizi ukaanzisha ama ukajiunga na kanisa lingine la Kikatoliki. Nilijiunga tu na Renewal Charismatic kwa maana ni Katoliki. Vile Kristo alisema wacha kuhangaika, omba tu hapo. Nikaanza kuomba, basi mimi kwa damu yangu ni Mkatoliki. Ni Katoliki. Tangu zamani. Tangu utotoni, hata wazazi wangu ni Wakatoliki. Sasa kuna maswali mengi tayari yanashuka, watu wanaona umevalia mavazi rasmi, unakaa kama sister wale wa Catholic. Sasa tunataka tujue kuna mambo yapi Mungu alikuelekeza, masharti yapi Mungu alikuelekeza ambayo tunaona iko tofauti na wanadamu wa kawaida. Mimi ilikuwa Sunday saa 9. Jua lilianza kupingirika, likaniita nje. Nilipotoka nje, kala ya yellow ilitoka binguni, ikafunika compound yangu yote. Nilipoangalia niliona watu juu wamevaa nguo za white. Na wakaniita kama wameshika nguo ya white hivi. Wakaniambia, Maria, unaona hii nguo? Nikasema ndio. Wakaiweka kando, wakasema hii ni ya Kristo. Wakanitolea light blue, wakasema ni ya Maria. Niko na blue pia, wakasema ya Maria. Niko na dark blue, wakasema ni ya Maria. Niko na ya grey, wakasema ni ya Kristo. Niko na ya gunia, wakasema ya Kristo. Niko na purple, wakasema ya Kristo. Hii yellowish walisema ni ya Maria. Niko na brown, wakasema ni ya Maria. Sasa nilitumia hizo nguo kwa muda fulani, miaka 8. Ndio Kristo akakuja na green, akaniletea, akaniambia nimekuletea hii nguo ya green, ni amani. Ndio nimeitumia sasa ni miaka 4. Sasa baada ya kuonyesha hivyo, sasa aliponionyesha akaniambia nichukue nguo zangu zote nipatie wanadamu wagawane. Kila kitu nilikuwa nayo walichukua. Sina kitu. Kila kitu ndani ya nyumba. Akasema patiana watu wagawane. Sasa nguo ya kawaida mimi sina. Kitu yenye naweza tumia kwa mwili yangu ni leso ama sweta. Lakini nguo ni hizi zenye alionyesha. Na hizi nguo ukiona kuna picha ya Kristo mwenyewe anakuonyesha, hapo utaweka kitu fulani.
na siwezi fanya vile mwanadamu anataka. Ninafanya vile Mungu anataka. Kila nguo ukienda kushona anakuonyesha. Anakuongoza mwenyewe. Viatu alinipa hizo viatu za open. Ndio natumia, siwezi vaa kiatu kingine hapa duniani. Alinikataza hakutumia. Kuanzia 2013 sijaipaka mafuta kwa mwili. Alinikataza. Mwili wako wewe hujaipaka? Akasema miaka yenye aliishi kwa ulimwengu hakujipaka mafuta. Akanipa sabuni type 1 Protex. Na akaniambia kama hujapata hiyo sabuni sitamani mambo ya ulimwengu. Tumia maji. Chakula pia sikuli kila kitu. Alinipa chakula yenye alikula akiwa katika ulimwengu. Kama gani? Kama ni nyama wanaichoma. Samaki alinipa hiyo ngege na iwe ya fry. Hizi vingine sikuli. Akanipa ugali hiyo nakula tu. Vitu kama drumhead, michele, mikati mimi sikuli. Chai alinipa maji. Wanachemsha tu ninakunywa. Usiweke kitu yoyote. Mwenyewe anakuambia? But hajaniruhusu kukula kwa boma la mtu. Hata nikikuja kwako sipike. Kama ni mchana natumia jua. Hata wenye nimetembea nao usiwape kitu mpaka nimalize twende. Na mimi nafanya hii vitu kwa masharti. Hiyo hiccup ikianza kunipiga, utaona nikiamuka yangu itakuwa imetosha. Hata kama niko kwa boma lako, nitakwambia tu mimi naenda na unaona natoka. Wewe huendi safari? Naenda, lakini ananipa masharti. Kama amenituma, siendi ati nitatoka ati naenda safari kwa nani, amenituma kuombea mtu, ama amenituma mahali. But kwenda tu ati naenda kutembelea mtu hapana. Kuna safari kama kwenu pengine kuna maziko nyumbani. Nyumbani hata kwenda kulala ni ngumu. Kama mtoto wa brada yangu alikufa, nikamuomba akaniambia utaenda ziku ya kushika. Nilienda hiyo ziku. Walipomaliza tu hivi nikaona hiyo hiccup, nikaanza safari. Ukaacha watu kule? Hata tu kukula sijai kula nyumbani kuanzia 2013 mpaka leo. Hata kukunywa maji bado. Kabla tujaingia kwa mambo ya miujiza sasa ambayo yamefanyika wewe mwenyewe ukitazama, mwanzo nyumbani sasa, watu wanachukuliaje swala hili kwenu kule ulikozaliwa? Watu waliniogopa, wakaongea mambo mengi. But nilikuwa nalia kwa maana nilitengwa, nikabaki tu hivyo. Wote mpaka miaka 6 ndio wakaanza kurudi. But hiyo kitu huanga nafikiria naanza kulia. Yale waliokuwa wananeno, unajua mimi ni mwanadamu. Saa nyingine nakaa peke yangu naanza kufikiria, ninalia. But naomba Mungu awasamee na hata mimi anisamee mahali ninakosea. Okay. Sasa katika masuala ya miujiza hapa, tuweke sawa. Hao watu wamefika kama wangapi wale wanakuja kusaidika na kweli wanapona? Watu ni wengi. Kesi hesabu. Kuanzia 2013 ni wengi. Kwa maana kila siku watu wanakuja. Na kila mwenye anakuja anapona? Wanapona. Kama mtu anaenda kukufa, utaona nikifuatilia utubu. Kwa maana pia mimi nikiomba na muuliza. Akiniambia Maria mwanadamu ako na wakati wa kuishi na kupumzika, najua utakufa. Utaona nikifuatilia tubu dhambi zako. Na kuna wale wanatubu vizuri anawaongeza miaka zingine. Sasa shida ni kutubu. Mtu unamwambia tubu vizuri na yeye anacheza cheza. Sasa ukicheza utakufa. Sasa hapa ni wewe mwenyewe kutubu. Pale ni kutubu. Hata kuna wengine mwenyewe anawatumia tu. Unapata mtu mwenyewe anaruka anajifungua, akianguka huko akiamuka hako mzima. Sio kazi yangu. Na kuna wakati uliniambia kwamba ulikuwa ukitembea hata barabarani na ukamponya mtu. Sasa siku zenye mimi nilikuwa natembea hizo nikisunguka akinituma huko. Nilikutana na mama mwingine akanitusi pepo kwa barabara. Sasa moyo wangu ukahuzunika. Na kulikuwa na mzee hapa alikuwa amegongwa na gari, alikuwa anakaa hapo. Wako na viti zake za kutembelea. Mikongojo hizo. Mikongojo. Nikamuuliza, "Unataka kutembea?" Akakubali. Nikamchukua hapo hizo mikongojo, nikamwambia, "Amuka." Na akamuka akaanza kutembea akienda nyumbani, na mimi nikaenda na hiyo mikongojo mpaka nyumbani. Niliizi nazo nyumbani. Kwako. Lakini sasa mtu akaenda akamwambia, "Umejiweka kwa mambo ya Maria ya mapepe hiyo. Hiyo ni mwendazimu." But aliendelea kutembea. Mpaka leo hii? Kwa tu anatembea. Na kuna wakati pia ulisema kwamba kwenye runinga tukitazama pale kwenye YouTube, ukasema kwamba kuna wakati hata ulijaribiwa kwa watu ambao wameaga. Mimi nimejaribiwa kwa vitu mingi.
Wakaleta mtu ameisha amekufa, walisema saa 3. Wakaniletea saa 6. Na watu wenye walileta wamekunywa, wamelewa. Nadhani walikuwa wanataka kuona kama nitashindwa. Lakini huyu Mungu alinisaidia. Niliamuka nikakaa kwa ile kiti alinipa. Mungu alikupa kiti? Mahali nakaa. Nikaanza kuomba. Nilipoomba akanipa direction vile naenda kufanya. Nikaamuka. Sasa nilikuwa naomba na anipa vile naongea. Anasema chukua mikono yako weka kwa mikono yake hivi. Ninaweka. Kasema weka kwa miguu yake, ninaweka. Kaniambia mguze kwa kichwa, guza kwa kifua. Nilienda kuona macho yanaanza kutingizika hivi na mdomo hapa unaona mtu kama anaregesha roho inapiga hivi. Nikawacha kwanza, nikatoka nje. Nikaenda kuomba. Nilipoomba aliniambia Maria, kuwa na imani, enda omba huyo mtu ataamuka. Nilirudi nikaendelea kuomba. Nikaona sasa tumbo pia inaanza kupumua vizuri. Hewa inakuja, nikamwambia mumkalishe. Wakamkalisha. Nikamwambia nataka mchukue huyu mtu kama amekufa, najua mwili umekauka. Kisha akaniambia waende waweke maji. Kawaambia wakampeleka kwa hospitali hapo Mataus, waweka maji. Pint ya 3 akapiga nduru, wakanipigia. Nikamwambia huyo mtu alikuwa amekufa. Sasa roho inaporudi anastuka, mvumilie tu. Sasa kufika asubuhi wakaniletea, wakasimamisha gari, akatoka akatembea akakuja kwangu. Na huyu akapona. Okay. Paka leo hako tu. Sasa unajua kitu unafanyia kwenyu wanadarau. Wanapata lakini hawaoni. Na mimi huwa nawaombea siku moja Mungu awaonekanie. Sina ubaya na mtu. Hata kama ulinitusi, ukikuja mimi nitakusaidia. Sina ubaya. Ni kitu nimepewa kama baraka kutoka kwa Mungu. Na kuna mwingine unasema pia aliletwa kutoka Ganjala akiwa amekata roho. Hao walitokea Uganda. Kufika Ganjala mama akakufa. Sasa boda kaambia mzee wake, ati hapana, acha tuende. Maria mwenyewe akwambie kama amekufa, Maria atakukataza. Walikuja wakalasha hapo maiti. Na mimi sio rahisi niamke tu nikuguze, lazima niulize baba. Nilipomuuliza aliniambia huyo mtu ni mzima. Hiyo ni majini. Enda tu uguze kwa kifua. Nilipoweka tu mkono wangu hivi, nikaitisha moto, aliruka juu, kuanguka chini akaanza kuongea. Na akapona. Nikatoa hiyo vitu, Bwana akastuka. Okay. Walienda na yeye akitembea. Na hao wa majini ni wengi, sio mtu mmoja. Wale wanapona. Wengi. Watu ambao wanafika pale Nangoma ni watu wa kutoka maeneo yapi ya taifa pengine? Napata kutoka watu Uganda, Malindi, huko Nairobi, huko Ukuini, Kisumu. Hata kama mmepita Uganda, kuna wale wanatoka Sudani. Na wanaondoka wakiwa wamepona. Mungu ndiye anafanya, si kazi yangu. Watu wa Nangoma wenyewe pia kuna wale wanakuja sasa wanajifanya wanakuja siri siri. So najua mambo vile walikuwa naongea kwangu, wengine wananiogopa. But hao wanakuja tu, mimi nawasaidia. Kila kazi najua kuna changamoto na pia kuna kutishwa, umehatarishwa maisha, kwa sababu ninaamini kwamba kwa kazi ya Mungu na kazi ya ulimwengu kuna vita. Kuna watu ambao pengine wanaona unahujumu juhudi zao za kufanya vitu vingine ambao wanafanya kisiri. Kuna watu wamevuga vitu ya ajabu, lakini kazi ya Mungu na mambo ya ulimwengu ni kama maji na mafuta. Watu hao wanaweza kupangia mabaya. Kuna watu wamewahi kukujia pengine siku moja Tuesdays ndio Mungu amenipa kusoma Bible, kuhubiria watu. Tulikuwa tumemaliza kitu saa 9. Nilikuwa na mtoto ambao Mungu alimpa jina Musa. Kwa tu hapo ndani watu wakakuja watatu na pikipiki yenye haina number plate. Wawili walibaki nje. Mmoja ndiye aliingia mwenye alikuwa na pistol. Alipoingia alinisalamia, pia mimi nikamsalamia. Akaanza kunipa maswali. Na hakujua mimi ni nani. Mungu ameshanionyesha, Maria huyu mtu amekuja kukuua. Alitoa hiyo pistol yake, akashinda akaiweka kwa mfuko. Akatoa mara ya pili, ya tatu akaniuliza, Maria nipigie wapi magoti? Nikamwambia leo sitakuombea kwa maana ulikuwa umekuja kuniua. Sitaomba, hata ufanye nini sitaomba.
aliniangalia mwenyewe akapiga magoti na akatoka. Na hiyo pikipiki haikukimbia, waliifuruta tu. Kama ningekuwa mtu mbaya nikapiga nduru angeuawa, lakini Mungu alinikataza. Niwasamee, hawajui chenye wanafanya. Mimi wakati wangu wa kuondoka bado. Kama utafika, nitaondoka. Kweli umesema wakati wako wa kuondoka bado. Ulikuwa ukiishi pale kichakani, pale kwenye mlima peke yako? Hapo mlima nilikuwa naenda kulala huko, kufunzwa na Mungu. Saa nyingine niko na brother yangu Pio, anakuja wananisindikisha Okelo. Saa nyingine mzee wangu hivyo tu. Yaani wanakuja tu pale kukupa security. Sasa hao kama wanadamu walikuwa wanadani naweza umia. Lakini hakuna kitu ilinidhuru. Hata siku nyingine nilala karibu na nyoka tu hivi, haikuniuma. Siku nyingine mzee nyoka ikamlalia hapa, haikumuuma. Yeye alikuwa ameipata usingizi. Na akakuja ikakaa hapa na yana lala. Na ukiwa pale mlimani unasema unazungumza na Mungu. Tunapiga tu story, hata saa hii tunaongea. Sasa siwezi jificha, ni kitu Mungu amenipa. Tunapiganga tu story. Anaweza ingia kwa nyumba, anaweza kuwa nje, tunaongea. Umesema pia wewe mara ya kwanza ulishangaa. Nilikuwa naogopa. Hata ukaambia Mungu niondolee hiyo. Sasa siku ya Mama Maria kushuka, alikuwa anataka watu wakuwa hapo kwa maana walikuwa wanapingana. But sasa watu wamekataa, wanasema ni majini. Ikamubidi tena kwenda kuleta ule mama wa Gandela. Tukalala naye. Ikifika saa 6 akatuita. Akamwambia Magdalena, anambia Maria mfungue mlango, Maria ameanza safari. Nilipofungua mlango, tulipata nyota zimejenga kutoka mbinguni mpaka chini. Sasa unajua mwanadamu lazima utastuka. Huyu mama alijitupa huko. Bila aliona hizo nyota. Mimi kurudi hivi nikajipata kuanzia kwa kiuno kufika kwa mguni mao. Siwezi pinduka, siwezi fanya lolote. Hapo ndio niliinua mikono zangu nikamwambia Baba, mali imefikia nichukue, sitaweza. Na mwanaume akatoka mbinguni akasema, mimi ni Gabriel, ninaopeana baraka. Hii baraka ni yako, vumilia. Uingie ndani ya hiyo star, Maria ingie ndani mwako. Utafanya makuu katikati ya ulimwengu. Nilijipata kama nimeanza kutembea. Nilipofika ndani ya hiyo star, nisikia sauti ya mtu juu yangu. Kiniambia mimi ni Mama Maria, nimefika ulimwenguni vile mtoto wangu alivyofika. Na akapaa na mimi juu kwa masaa mawili. Ukapaa juu? Aliponileta, aniliweka mahali Kristo aliniweka. Kaniambia tuombe mrembe Maria mara 3. Ndio mnaona sala zangu zote zinaenda mara 3. Alipomaliza, aliniambia niamsha watu waimbe nyimbo za Maria. Akaomba maji akakunywa, yenye ilibaki akaiweka kwa mtoto wake. Ndio hiyo maji mnaona anatumia na inafanya kila kitu. Maji hapo. Niko. Inatibu kila aina ya magonjwa. Wale ambao hawazai wanazaa. Na inafanya kila kitu. Hiyo maji sasa ni mfereji ama ni kisima ama? Sasa walikuja wakaichimbia, wakaiweka jenge yako msalaba. Yani iliwekwa aje kwanza? Yeye mwenyewe aliweka aje hiyo maji? Mwenyewe nilikuwa nimelala, akaonyesha maji. Sasa nilipoamuka hiyo maji ikajionyesha hapo. Sasa hapo mahali wakatengeneza. Na maji kapatikana hapo. Sasa watu wanapewa hiyo maji. Sasa unapokuja unakuja na kitu. But alinipa mamlaka, hata kileta yako. Kwa maana wengine wanadani ile nimeweka kitu. Ukikuja na yako, nikiweka mkono wangu nikishaibariki, ukicheza nayo itakuwa perfect na inafanya kila kitu. Nataka nimkaribishe mzee John ambaye ni Joseph, tuweke pia sawa. Lakini kabla hatujaenda kwa Joseph, msikilizaji, natumai kwamba unapata historia ya Mama Maria. Amekuweka sawa kwamba yeye aliambiwa yeye ni Mama Maria, sio mama wa Yesu jinsi mnavyodhani ama jinsi tulivyofikiria, lakini yeye ni Mama Maria. Kazi ya Mungu hatuwezi weka ubishi. Hatuwezi weka ubishi, manake Mungu anashuka kwa njia nyingi na anafanya kazi kwa mbinu nyingi. Hatuwezi weka ubishi. Lakini ukiwa na swali basi uliza kwenye mtandao wa Facebook pale, naona kuna wengi sana wanafuatilia kipindi. Siwezi wataja wote, lakini nashukuru sana kwa wale wote wanafuatilia kipindi. Nataka mama atupatie story kidogo kuhusiana na kupaa.
ile inasemekana kuna dada yake alisema aliona mabai kikumea na ukapaa. Tupatie tu hiyo story kidogo, alafu nimkaribishe mzee tuambie pia kidogo, alafu tuweze kuwaruhusu pia wasikilizaji wawili watatu hivi wanaweza uliza swali na pia waweze kuzungumza nawe. Tuambie hiyo story. Sasa hiyo Kristo alipokuja siku ya kwanza alituambia nimewatoanisha kila mtu awe na maisha yake mpaka siku atarudi. Wewe na nani? Na bwana yangu. Sasa siku ya kwanza sisi tulikuwa tunadhani ni pepo. Tukarudi kuishi. Sasa alipokuja hiyo sauti ilitoka tu juu ikiongea, mbona mwanadamu anataka kunidarau? Yale niliyoinena inakamilika. Na akaingia ndani na akaniita, Maria, wakati umeadia. Watu walitenda na wewe mambo mangu, wamefanya vitu mingi na wewe hapa duniani, lakini hawakujua wewe ni nani. Sasa aliponiita hivyo na akatoka nje, na dada yangu akaniuliza, alikuwa amekuja amelala hapo, mnaongea na nani? Nasikia mtu anaongea na wewe, unaongea na unamfuata. Yeye asikii. Anasikia sauti lakini hamuoni. Na mimi sikumwambia ni fulani. Pia mimi sikuwa naelewa ni nani. Lakini nimeitwa, tunaenda nje. Pia yeye akaamuka na akakufuata. Mahali ya Kristo alisimama ndio hapo penye walijenga msalaba. Tulipofika hapo mvua ilianza kunyesha na ikanianguka hapa na ikaanguka huko na mwili ikamea mabaya. Sister wangu alipoona hivyo alianza kulia. Sisi tukaenda. Ilikuwa saa 6 mchana. Usiku. Na kwa mvua tu. Tena akanidegeza asubuhi saa 11. Akasimama mahali penye kuna msalaba hapo, ndiye alilia midomo 3. Akaomba Bible na akafunua Luka 4. Akaonyesha mstari wa 18, 19. Hiyo ndio somo ilifanya akauawa. Na akanipa miaka ya kuishi na nyinyi duniani. Na akaniambia usiogope wanadamu, utaishi na utatoka ukiwa salama. Niko na nguo yenye tulilimea nayo mabaya. Alinikataza hata mtoto wangu asiweke mkono, hata mume wangu. Akasema siku roho yako itakutuma kutoka nayo nje, ndio siku ya mwisho duniani. Utaiweka hapo kwa msalaba na uanze safari. Niende pale kwa mlima. Hapo kwa hiyo mlima kuna jiwe alinionyesha. Hiyo jiwe kila siku nikienda huwa nasimama hapo naanza kuomba. Nikiomba hiyo jiwe naanza kupingilika, linatoa light. Hata saa hizo ukienda. Tunaonana, nafanya kazi tukionana. Na ananiongoza mwenyewe bila nafanya. Okay. Mzee, umesema unaitwa John Wegulo. Yes. Yeah. Sasa umesikia mama amesema mambo hapa. Kabla tujafungua laini ya simu, unaweza kuwa na input. Hali ilikuwa namna gani? Sasa katika hiyo hali yote mambo yanafanyika. Kuna wakati uliniambia tu huyu mama alikuwa ana uwezo, anaweza kusoma nje na ndani. Hivyo ikafanya watu wengi wakamuogopa, wakimwona wanaingia ndani ya shamba ya miwa kwa sababu unaweza kuambiwa siri zako zote na ile mambo umetoka kufanya. Nilisema hivyo kwa mtu mwingine, mtu akaniuliza, na wewe Jaraha ulienda kule ukamhoji huyo mama, kwa nini hakukuambia mambo yako ya ndani? Nikasema mimi nilienda kwa kazi ya kuhoji, sikuenda kuombewa. Na basi nikienda kuombewa, basi ningeonekana kila kitu. Karibu. Asante. Hiyo ilikuwa wakati alikuwa anasunguka. Bila alisema hiyo wakati ilikuwa wakati mgumu, kama angekutana na wewe hata kama alikuwa anaenda tu kwa boma za watu. Na nikifikia hapo nashukuru sana administration yetu ya kuanzia kwa Liguruza, sasa ni chief na chief. Walisimama nasi. Kwa sababu walisema watu wengine walipeleka reports kutusitaki. Lakini hao walikuwa wanawaelekeza, wanawaelezea hapana, hii maneno wacha tuipatie muda. Kama ni ya shetani ni ya muda mfupi, itajulikana. Ni ya muda mfupi tu. Alafu hii kesi tutaweka mbele. Sasa sasa hii mtu akiwa hivi ni kama hapo wazimu, hatuwezi tukaanza kumstaki. Mtu anakaa mwenda wazimu. Sasa ikawa tu hivyo, walikuwa tu wana buy time. Mpaka wa leo. Sasa na inaonekana wengine wameshajua kama ni ukweli au bado wanafikiria ni uongo. Miaka 12 sasa. Miaka 12 sasa hizi. Na kwa nini miaka hizo zote hamjataka kutambulika? Imekuwa siri sana. Haikuwa siri. Unaweza jibu hapo.
tulikuwa na TV kwa hiyo nyumba. Sasa wakawa wanatangaza, wameweka hapo namba, hata kama kuna mtu wako na mambo ya ajabu, achukue hiyo, atueleze namba. Mzee akaniambia, hata wewe mambo yako hii ni ajabu, hii sio kitu ya kawaida duniani. Sasa pia mimi nikadani ni kitu ya rahisi. Nikawa nachukua hiyo namba. Kristo alitokezea kwa kona na akasema, "Mnaniita mimi ajabu? Mimi ni Mungu. Mimi si mwanadamu. Yangu yenyewe inajitangaza. Itaenda tu pole. Mimi sio pepo." Tangu siku hiyo kila mtu akawa. Sasa mkanyamaza. Tukanyamaza tuna hiyo kitu. Na kwa nini sasa ili lazimu sasa ukaona imefika mahali unataka mwezi wa 4 huu mwaka. Ilikuwa kitu saa 10 watu walienda. Kwa nimebaki na mtumishi wangu mmoja anaitwa Pamela. Anatoka Ikonjo. Alikuwa anafagia na mimi nikasema acha niende nione ng'ombe yangu ni mgonjwa ndio nirudi. Sasa kufika nyumbani nikasikia sauti inaniambia rudi kanisani. Nikarudi. Niliporudi kwa chapel tulikuwa tunaongea na yeye. Muda tu kidogo kwa kona kama hapo Maria anatoka tu pole. Sasa Maria alipotokezea tulidani tuombe baba yetu wa mbinguni. Tukaanza. Tulipoanza akatuambia hapana, muombe msalamu Maria. Mimi ni Maria, mrudie mara 3. Tukaomba na akatuambia wakati umeadia sasa kujulikana. Tumejificha kwa muda. Watu waweze kumjua. Sasa ikaanzia tu hapo nikaona Mungu pia ananisukuma kutoa hii mambo. Okay. Haya, sasa tupatie hiyo story. Asante sana. Kwa hivyo ilikuwa akikutana na wewe. Kula yenye najificha. Kila kitu tatoka hadharani. Sasa watu hiyo hata mpaka saa hii. Matayos watu bado wanamuogopa. Hata wataki kumuona hivi kwa macho. Kwa sababu wanafikirianga hivi. Lakini nashukuru sana Father Morris Langiri. Wakati tulienda kwake, akakuja akasoma misa. Akasema sasa tuombe hekima. Na akatuombea sana. Akasema lazima hekima ikue. Mtendakazi wa Mungu hekima. Kutoka hapo ikapoa. Wewe mwenyewe kuja umwambie unataka kutabiriwa. Ndiye atakutabiri. Lakini alikuwa akikutabiri kabla. Ilikuwa mbaya vile uliingia hapo kwa hiyo gate. Ukifika tu kwa hiyo gate yake imeanza. Ilikuwa mbaya sana. Hata unaweza hiyo umerudi nyuma unasema naenda nakimbia naenda. Na tena ilikuwa ngumu ukishaingia hapo. Ukifika tu usitoka. Hapo kwa gate huwezi enda, utaingia. Mungu hawezi kubali. Kwa sababu huwa naona hata kama wakileta wazimu. Wanaleta wazimu wamefunga. Wakifikisha hapo anawaambia mfungue. Kia mfungue anaanza mbio lakini hawezi toka kwa hiyo compound. Anaanza kuzunguka tu kwa compound. Hapo tu mpaka wakati mwenyewe atalala chini aombewe na anaamka naenda. Na anaamka. Wanaenda naye. Kuna wazimu wameamka wengi sana. Wazimu wamekuja hapo wengi sana. Hata wengine ni watumishi saa hii. Ulisema mlikuwa mkitembea door to door, boma kwa boma? Sio boma kwa boma. Mungu alikuwa anaelekeza mnatoka kwa hii labda mnaenda kwa nyingine huko. Sasa inamuelekeza nyinyi kazi yenu kufuata. Sasa sisi tuko bodyguard wa mwili. Ule roho inamuelekeza. So ilikuwa hivyo. Na akifika kwa boma yako hata kama uliweka hapo madawa atakwambia chimba hapa ngoa hizo vitu zenye uliweka hapo. Unangoa. Kama unataka, kama utaki yeye amemaliza kazi. So ilikuwa namna hiyo na tunashukuru Mungu, tunamsifu sana. Na penye tulitoka. Tosha. Asante Rabi. Lord. Mimi ni Mungu. Mimi si mwanadamu. Yametosha. Asante. Baki kwa amani. Asante msikilizaji, kufikia hapa tutakuwa na maswali mengine. Manake nilikuwa nimearifiwa kwamba ikifika wakati
Mungu atasema imetosha, basi mazungumzo yatakuwa yamekwisha na Mama Maria atakuwa anaelekea kanisani. Nashukuru sana kwa wale wote wamefuatilia kipindi hiki. Najua wengi wangependa kuuliza maswali mengi, lakini pengine kama nitauliza, mzee Wekula atapeana nambari yake ya simu, kwa sababu najua kuna wengi watataka kujua watakuja wapi, watapata ujumbe huu wapi, ama wataweza kusaidiwa kwa maombi wapi. Nakuruhusu peane nambari yako ya simu kwa ajili ya nafasi hii ya kipekee. Asante sana. Naam. Sisi tunapatikana Matayos. Matayos, ukitoka upande wa Kisumu au Bomani, shuka tu kwa stage. Ukifika hapo kwa stage, uliza boda yoyote, unaenda kwa Mama Maria. Ni shilingi 50 fika nyumbani. Na ukitaka nambari ya simu, namba ya Mama Maria ni 07 14 40 48 69. Pengine utarudia. 07 1 4 4 0 4 8 6 9. Hiyo ni nambari ya Mama. Na ukitaka yangu pia ni 07 1 7 3 6 4 5 3 0. Karibuni. Msikilizaji, tafadhali naomba usipige simu kwa sasa, manake Mama Maria bado yuko hapa studio. Lakini kabla mama hajaenda, ningependa pengine atatuombea tukiondoka, manake naona kuna watu wameanza kutuma jumbe za maombi. Anasema mimi ni mwanafunzi wa form 2, naomba Mama Maria niombee kwa sababu roho ya kutokusoma inaniandama. Ni Ruben kutoka Bungoma. Alafu kuna Onyango, kijana wa marehemu kutoka Buyofu, naombea huyo mtumishi wa Mungu akaze kushikilia imani, hivyo Mungu amsaidie zaidi. Alafu kuna huyo anasema Imela, ni Mama Maria pokea salamu zangu. Anasema ni mama amesema Imela, ni anasema Imela, Mama Maria pokea salamu zangu. Mimi naitwa Michael Baraza Omondi kutoka Alungori. Nimefurahia sana leo, nami pia unikumbuke kwa Yesu utakapo sali, imani ninayo ya kutosha. Asante sana. Asante kwa imani ambayo mnaonyesha kwamba jaraha. Nataka Mama Maria aseme shida zangu. Alex Aliano huyu anauliza nataka Mama Maria mwambie shida zake. Morning. Anasema nani huyu alikuwa anauliza mambo mengine hapa. Kuna ujumbe zingine ninaruka. Mwezi anasema mwezi hushuka alete alafu namwambia nini, ama nataka kumaanisha hivyo. Namshukuru sana Mungu kwa ujumbe wa mtumishi wa Mungu, kwa ujumbe mzito, nimebarikiwa sana. Ni Eva wa St. Mary's Nambale. Asante sana Eva. Alafu kuna huyu anasema Mheshimiwa Daktari Leonard Emaso Korong kutoka Okami anafuatilia kipindi. Asante mtumishi. Tobias Nyongesa Karani wa Kamosi Pastor, leo umeongea ukweli, nashukuru sana Mungu. Anthony wa Madiba anasema nimebarikiwa sana. Asante Mama Maria. Hapa nitaomba uelekezi wako, pengine utaniruhusu mtu akuulize swali ama bila amefunga siwezi fanya. Uwezi fanya sasa. Amenipa vitabu hivi. Okay. Mtasoma tukienda. Amesema mtasoma Luka 11 kuanzia 29 hadi 32. Luka 11 29 hadi 32. Tena Luka 12 kuanzia penyewe hadi 3. Yohana Mtakatifu mlango wa 8 kuanzia 12 hadi 20. Akasema Warumi 15 kuanzia penyewe hadi 6. Yametosha. Asante Rabi. Asante msikilizaji kwa kutegea 101.3 Emuri FM. Ataomba. Omba kwa ajili ya nafasi ya kipekee alafu ondoke. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu aliyo mbinguni, jina lako litukuzwe, na ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku,
utusamee makosa yetu kama sisi tunaosamea waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Amina. Baba yetu aliyo mbinguni, jina lako litukuzwe, na ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama sisi tunaosamea waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Amina. Baba yetu aliyo mbinguni, jina lako litukuzwe, na ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama sisi tunaosamea waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Amina. Baba, nakushukuru kwa niaba ya siku ya leo Kristo. Ulikuwa umeitenga nikaweze kukua mahali hapa Baba, na ukatawale na wakumbuke wale wote ambao wamehitaji, wakumbuke Baba, usiwawache kamwe. Ulisema ulikufa msalabani kwa niaba ya wanadamu. Ninawakabidhi wote mkononi mwako, nikiomba kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante Mama Maria, tembea salama. Barikiwe. Asante. Kwa kumalizia tu ningeomba saa hii tunaenda kwa misa, na misa yetu huwa inachukua 2 hours. Tafadhali ninaomba masimu yaanze kama masaa mawili imepita, tutakuwa tayari kuwajibu na kuongea nao. Okay. Asanteni na karibuni nyumbani, mjione. Okay. Asante. Okay. Na ukuje kwa imani, usikuje tu kuona, ukuje kwa imani. Okay. Asante sana. Mkitembea tembeeni salama, na natumai ndugu yangu, rafiki yangu Odaba atawaelekeza na kuhakikisha kwamba mumetoka vizuri na pia mumetembea salama. Msikilizaji, mimi nina furaha manake imekuwa ni matamanio yako na pia matamanio yangu kwamba Mama Maria fike hapa studio tuweze kusema naye. Na wakati nilimuuliza, alisema mwanza atamuuliza Mungu amruhusu, manake yeye haendi mahali popote ovyo. Yeye huuliza Mungu ndio aondoke, na bila shaka ameuliza Mungu akamruhusu kuja hapa studio, na bila shaka ameweza kusema na umemsikia, na pia amepeana nambari yake ya simu. Mambo mengine, maswali mengine sasa, haya hapo uliza Mungu. Kwenye OCS Sami anasema Maria, anasema Muri FM, asante sana kwa kutuletea Mama Maria, mama wa Yesu. Sema hivyo. Robert Makwe anasema asante sana. Anasema live Nairobi, hiyo story ni kweli kabisa, mimi nimefuatilia nikiwa Nairobi hapa. Samuel Council anasema Lupida, anasema anabarikiwa sana. Alafu kuna Rogers wa Lohaha anasema good morning. Rash Bashir Wera anasema for Jesus Busia amefuatilia kipindi. Feo anasema sema namna gani, anasema this woman is making fun of faith. Ile kichapo, anasema namna gani. Haya, kuna huyu anasema John Wakuta wa Kimabole huku Eldoret, Mount Elgon, sema nafadhalia kipindi. Alafu mwalimu Ken kutoka Budokomi yuko Kanda Radio. Eliud pia anasema anafuatilia kipindi. Christine Eve anasema ako ndani. Malidian Forena anasema anafuatilia kipindi. Alafu kuna huyu director Stano wana Londo, wote wako ndani. Mimi nashukuru sana.